Jeshi la polisi kwa kushirikiana na walinzi shirikishi linaendelea kuwa karibu na wananchi kwa lengo la kuondoa wimbi la uhalifu katika jamii. Kamishna msaidizi wa polisi ambaye pia ni mkuu wa idara ya ushirikiano na jamii mkoa wa Mjini Magharibi B, Glaufas Alphas Magesa amesema kazi kubwa ni kuwa karibu na jamii ili kuondoa uhalifu. Ameyasema haya wakati wa shughuli ya usafi uliofanyika katika hospitali ya Jitimai, wilaya ya Mjini Magharibi shehia Mwanakwerekwe. Aidha, amewataka wananchi kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi ili kuzuia uhalifu na kuongeza kuwa wananchi wanapaswa kutambua kwamba katika kila shehia wapo polisi jamii kwa ajili ya kushirikiana na kukamata wahalifu. Kamishna msaidizi wa polisi Cleophas Alphonse Magesa ni mkuu wa idara ya ushirikishaji jamii katika mkoa wa Mjini Magharibi. Idara ya ushirikishaji jamii iko kwenye kamisheni ya polisi jamii. Kamisheni ya polisi jamii ni moja kati ya kamisheni 8 zinazoongoza jeshi la polisi. Sisi kazi yetu kubwa ni kuishirikisha jamii, kuileta jamii karibu na kazi zetu za utendaji wa polisi ili mwisho wa siku tuweze kufanikiwa. Kwenye sayansi ya vita dhidi ya uhalifu inaonyesha kwamba hakuna namna tunaweza kufanikiwa kupambana na uhalifu bila kuishirikisha jamii. Kwa kuwa uhalifu unatokea katika jamii, uhalifu unafanywa na watu kutoka katika jamii hiyo. Kwa hiyo ukitaka kufanikiwa lazima uishirikishe jamii katika vita dhidi ya uhalifu. Kwa sababu hiyo sisi tunawatumia pia vikundi vya ulinzi shirikishi ambavyo tunavipata kutoka kwenye mamlaka za serikali za mtaa, kutoka katika shehia. Kwa hiyo tumekuwa na zoezi la elimu kwenye vikundi vya ulinzi shirikishi kama mlivyowaona hapa kwa wiki 6, na hasa tumekwenda mpaka wiki 8 kwa sababu baada ya zile wiki 6 ambazo tuliprogram kwa ajili ya elimu, lakini tulianza kufanya kazi za huduma za jamii. Moja kati ya kazi tulizozifanya ni hii mlioshuhudia hapa, ambayo tumefanya usafi katika hospitali yetu ya wilaya hapa Jitimai, na lengo ni kuhakikisha kwamba jamii yote tunakuwa pamoja, na haya yote yamefanyika yakiwa ni sehemu ya kuelekea kwenye kuadhimisha siku yetu ya polisi jamii. Tunaita Polisi Jamii Day ambayo kitaifa itaadhimishwa tarehe 25 Agosti kule Mbeya. Kwa hiyo hivi vyote ni vitendo vya utangulizi tu ambavyo tunafanya shughuli mbalimbali kwenye jamii, ikiwa ni pamoja na usafi, ikiwa ni pamoja na kazi za kujitolea, ikiwa ni pamoja na kama mlivyosikia kwenye zoezi ambalo limeahirishwa hapa, tunakuchangia damu, na hiyo tunafanya kwa pamoja kati ya sisi jeshi la polisi na wale wadau wetu ambao ni pamoja na vikundi vya ulinzi shirikishi pamoja na wadau wengine wote ambao kwa namna moja au nyingine tunawashirikisha katika kazi zetu. Naye katibu tawala wilaya ya Magharibi B, Dr. Sada Juma Ramadhan amewashukuru na kuwapongeza washiriki wa mafunzo hayo, huku akiwataka kuwafanyia kazi mafunzo waliyoyapata kwa kutambua maslahi ya nchi badala ya maslahi binafsi. Kwa kweli nimefurahishwa sana kuona mahudhurio kama haya, lakini na sisi kama uongozi wa wilaya kwa niaba tunakushukuruni na tunakupongezeni, na vile tunaendelea kukutieni moyo kwamba sisi bado tuko pamoja na nyinyi katika kila hali kulipambania taifa letu na jamii yetu kwa ujumla. Chengine ni kutoeni hofu. Kazi hii au jambo hili mlilolifanya si jambo la kiwilaya, ni jambo la kitaifa. Kwa maana hiyo taifa zima linakuangalieni nyinyi. Nyinyi ndio mtakao kwenda kuibua na kuweka mambo sawa huko katika shehia zetu. Kwa hiyo jicho lote la taifa hili au la nchi hii linakutizameni nyinyi kwa kushirikiana na jeshi la polisi. Kwa hiyo tukaendelee, naamini tayari mmeshawiva, mko vizuri. Yale ambayo tumeyapokea kutoka kwa viongozi wetu, basi twende tukayatekeleze kwa uadilifu mkubwa, pasina kujali maslahi yetu binafsi, bali kwa kuangalia maslahi ya nchi yetu na maslahi ya wanajamii wetu. Kwa upande wake mwenyekiti wa huduma za jamii
amelishukuru jeshi la polisi kwa juhudi zake na kufanya usafi hospitalini hapo. Amesema elimu waliyoipata watatumia vizuri ili kuondoa uhalifu katika jamii. Pia amewataka wananchi kutoa ushirikiano kwa kupokea vizuri polisi jamii na kutoonyesha dharau ili waweze kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi katika kuondoa uhalifu. Kwenye hii wadi yangu ya Jitimai, hospitali ya Jitimai ya wilaya, lengo kuu la usafi, nimekuja kufanya usafi na kwa kushirikiana na mimi nikishirikiana na shehia wangu wa shehia Kwerekwe na mashehia, baadhi ya mashehia wa jimbo hili la Mwanakwerekwe wamekuja, tumeshirikiana pamoja ili kufanya mazingira ya usafi katika hospitali yetu hii ya Jitimai. Na vile vile niwapongeze sababu hawa walikuwa katika mafunzo kama polisi jamii, walikuwa kwenye mafunzo, walikuwa wana mafunzo ya mwezi mmoja kama na wiki mbili, yani ni sana kama na wiki 6. Hizi wamezitumia vizuri, wamepata mafunzo, nadhani kesho wanaenda kufunga mafunzo hayo. Wito wangu kwa polisi jamii waliopata mafunzo, kwanza watumie mafunzo yao vizuri waliopata. Kwanza kuna uhalifu enzizo ulikuwepo nyuma na sasa hivi wamepata mafunzo, lakini naamini uhalifu utapotea kwa sababu katika kundi hili lilokuja ni kundi kubwa la polisi jamii kwa kushirikiana na askari wetu wa polisi, na naamini uhalifu wote utapotea kwa kundi hili ambalo niloliona hapa leo. Na sheha wa shehia Mwanakwerekwe kwa niaba ulinzi shirikishi amesema mafunzo haya yatasaidia kupunguza uhalifu na kuondoa changamoto na vitendo hivyo katika jamii. Niseme sisi ndo walezi na sisi ndo tutakuwa viongozi wa kupokeeni baada ya mafunzo ambayo tunakwenda kuyafunga kesho. Niseme karibuni sana mitaani. Kuna fagio linatakiwa, labda ndio mfano leo tumefagia hapa. Mfano huu wa kufagia hapa, tukafagie kwenye shehia zetu, hasa swala la uhalifu. Niseme natoa shukrani sana kwa Mwenyezi Mungu kutujalia hapa tukiwa wenye afya na kuweza kusimama na kufanya ambayo tumetakiwa kuyafanya. Kwa niaba ya uongozi wa masheha wote niseme shukrani sana. Shukrani kwa viongozi ambao wamekuja kuratibu hili swala na limetafutwa pahala ambapo panastahiki. La mwisho niseme karibuni sana ndani ya shehia. Kama kiongozi wetu alivyosema, zinatakiwa shehia zetu zisafike kama ilivyosafika hospitali ya. Nikiripoti na Hadija Ali wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.